ya picha hiyo ambayo nimekuwekea hapo chini, unaweza kuitazama vizuri ukatambua kwamba inamaanisha nini. Basi kabla ya yote tumshukuru Mungu wetu na Baba yetu wa mbinguni. Tunakushukuru kwa ajili ya neema yako iliyokuwa ya ajabu. Asante Bwana kwa ajili ya mazingira na wakati kama huu ambao neema yako imeendelea kukua sana. Bwana, ulibariki somo hili, litufai sisi watoto wako sasa na hata milele. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana, watu wa Mungu. Somo letu sisi leo linatoka katika kitabu kile cha Wakorintho wa pili. Waraka wa Mtume Paulo kwa Wakorintho ile wa pili mstari wa 10 mlango ule wa 11 mstari ule wa 14. Wakorintho wa pili 11:14. Neno la Mungu linazungumza kama ifuatavyo: wala si ajabu, maana shetani mwenyewe hujigeuza awe mfano wa malaika wa nuru. Basi si neno kubwa kwa watumishi wake nao kujigeuza wawe mfano wa watumishi wa haki, ambao mwisho wao utakuwa sawasawa na kazi zao. Wala si ajabu, maana shetani mwenyewe hujigeuza awe mfano wa malaika wa nuru. Basi si neno kubwa kwa watumishi wake nao hujigeuza wawe mfano wa watumishi wa haki, ambao mwisho wao utakuwa sawasawa na kazi zao. Watu wa Mungu, ni wakati mwingine na majira mengine ambayo tunakutana tena kwa ajili ya injili hizi za mabadiliko katika nyakati hizi za mwisho. Nilikuwa naangalia picha ya huyo nyoka ambaye amejibana kwenye mti, akionyesha kwamba ni mazingira ambayo anafanania na mti. Kwa nimejifunza katika maisha yetu ya kila siku ya utumishi, yako mambo mbalimbali ambayo tunakumbana nayo, ambayo tunayapitia. Yamkini wakati mwingine amekuwa kikwazo na wakati mwingine amekuwa changamoto katika maisha yetu ya kila siku. Neno la Mungu linazungumza kwamba kama shetani anaweza akajigeuza na awe mfano wa malaika wa nuru, awe mfano wa malaika wa Mungu, je, itakuwaje kwa hawa watumishi ambao shetani kawainua, kama asemavyo katika Biblia kwamba nyakati za mwisho wataibuka manabii, wachungaji, mitume, manabii, wainjilisti wa uongo ambao watafundisha watu mafundisho ya mashetani na kuwafundisha na kuwapeleka watu katika jehanamu ya moto. Watu wa Mungu, nataka nizungumuze kwamba katika kanisa la sasa kuna mambo mengi sana ambayo si sahihi yanaendelea katika kanisa. Katika watumishi kuna mambo mbalimbali ambayo mengi yanaendelea ambayo si sahihi. Tambua kwamba katika kila jambo lililoko chini ya jua kwa sasa lina pande mbili, upande wa Mungu na upande wa Ibilisi. Upande wa Mungu na upande wa Ibilisi. Watu wa Mungu, upande wa Mungu ni upande wa namna gani na upande wa Ibilisi ni upande wa namna gani? Biblia inazungumza au imeweka wazi kwamba njia iendayo uzimani ni nyembamba na imesongwa na mengi. Ni njia yenye kupigwa vita, ni njia yenye masimango, ni njia yenye mateso mengi, ni njia si rahisi iendayo uzimani. Na ile njia iendayo potevuni ni njia pana, yenye faraja, yenye fahari, yenye anasa za kidunia ambazo zimetawala katika njia hiyo. Kwa hiyo watu wa Mungu, ninapozungumza kwa habari ya kwamba nyakati hizi ni nyakati za hatari, ni sawa na ilivyotabiriwa katika vitabu mbalimbali vya Biblia kwamba nyakati hizi ndipo atakapoinuka ile mifumo na utawala wa mpinga Kristo kwa ajili ya kuhakikisha kwamba inawapotosha wengi, na kusudi la kuzimu kwa sasa ni kuhakikisha ya kwamba linawapotosha yamkini hata wateule ambao Biblia inasema kwamba kama hukumu ingewahishwa hivi sasa yamkini wangeenda mbinguni, lakini kwa sababu ya kuchelewa kwake wataangamia, nao watapotoka, nao wataanza kufuata mafundisho ya mashetani na kuanza kufundisha mafundisho ambayo sio kusudi la Mungu. Kama shetani ana uwezo wa kujibadilisha kuwa malaika wa nuru, je, watumishi wake inakuwa zaidi
Tumeona kuna mafundisho kadha wa kadha ambayo yameingia katika kanisa, ambayo mengine ni kweli ni ya Mungu, ambayo Mungu amekusudia kwa ajili ya kanisa lake lipate kuokolewa, lakini mengine tunaona hapana, haya sio. Na umesema ya kwamba mtawatambua kwa matunda yao. Yaani Biblia ishaweka wazi kwamba hao manabii wa uongo, hiyo mifumo ambayo ipo tutaitambua kwa matunda yao, kwa matokeo yao, kwamba je, Yesu alisema ya kwamba hamniamini mimi bali muziamini kazi nizifanyazo. Kwa hiyo watu wa Mungu, tunapita katika kipindi ambacho kina changamoto nyingi, kina mazingira ambayo yako tofauti kwa ajili ya kumhakikisha huyu mwanadamu anakwamishwa katika safari yake ya wapi, ya kwenda mbinguni. Ndio maana tunakutana na kipindi ambacho kimekuwa ni changamoto katika maisha yetu ya kila siku katika wokovu. Ndipo kumekuwa na mafundisho ya uongo ambayo yamekuwa yakiinuliwa kanisani. Ndipo kumekuwa kuna mafundisho ya kishetani ambayo yamekuwa yakiinuliwa kanisani. Ndipo kumekuwa kuna viongozi wa kidini na kiroho ambao wameinuliwa na shetani kwa ajili ya kuharibu kanisa. Ndipo kumekuwa na uamsho bandia ndani ya kanisa. Unapozungumza kwa habari ya uamsho bandia, ni uamsho wa maneno lakini matendo yako mbali na ule uamsho. Yakobo katika kitabu chake anasema ya kwamba imani pasipo matendo imekufa, akizungumza kwamba imani yoyote, hakanushi kwamba mwanadamu ameokolewa kwa neema. Hapana, mwanadamu kaokolewa kwa neema, lakini anasema sasa hiyo neema ambayo inatukataza tukatae ubaya na kufuata haki. Anazungumza katika kitabu kile cha Yohana ya kwamba sasa katika nyakati hizi za mwisho watu wengi watajitenga na kuanza kufundisha mafundisho ya mashetani, na kuanza kufundisha mafundisho ya kipepo, na kuanza kufundisha mafundisho ya majini, na kuanza kufundisha injili ambazo tofauti na ile ya Petro, ya ile ya Paulo. Paulo anasema ya kwamba ikiwa itainuka injili nyingine yoyote ile ambayo iko kinyume na hii injili ya kwamba mwanadamu kaokolewa kwa neema, ikiwa itainuka injili ambayo au mafundisho ambayo yako potofu, yamkini yamefundishwa na malaika, yamkini yamefundishwa na mitume, yamkini yamefundishwa na watumishi mbalimbali, yamkini yamefundishwa na kiumbe kutoka juu mbinguni au kutoka chini ya jua, yalaaniwe. Anazungumza kwamba yalaaniwe na araniwe mtu huyo, hata kama ni malaika, hata kama ni mtumishi mkubwa wa Mungu wa namna gani. Paulo amesema ya kwamba araniwe. Laana iwe juu yake na familia yake, laana iwe juu ya watoto wake na nchi yake, laana iwe juu ya kila jambo atakalolifanya, laana izunguke juu ya maisha yake. Ndio maana anasema ya kwamba ikiwa itafundishwa injili kinyume na injili ya Paulo, kinyume na injili ya Kristo Yesu Kristo, kinyume na injili ya mitume na manabii wa zamani, basi huyo mtu na araniwe. Kwa hiyo kama huyu shetani ana uwezo wa kujipenyeza na kuingia kanisani na kujumuika kanisani na kuomba maombi mengi na kunena kwa lugha na kuhubiri ujumbe ambao tunafikiria kwamba umetoka kwa Mungu, kumbe ni wa kuzimu, kumbe ni agenda, pepo za kuzimu, kumbe ni mipango ya ibilisi shetani, kumbe ni mipango ya mpinga Kristo, kumbe ni mipango ya mapepo na majini, kumbe ni mipango ya maagano ya mababu ambayo inaratibishwa kwa ajili ya kuliharibu kanisa la Kristo, kwa ajili ya kuliharibu kanisa la Kristo. Yesu Kristo anaagiza ya kwamba kanisa shitukeni, kwamba ndizo nyakati ambazo zilinenwa na manabii ya kwamba siku za mwisho kutakuwa kuna nyakati za hatari. Watu wengi watajitenga na kweli ya neno la Mungu. Watu wengi watajitenga mbali na injili ya Yesu Kristo na kuanza kufuata mafundisho ya mashetani. Kwa hiyo huyu Paulo hapa anaonya juu ya watumishi wa uongo, anaonya juu ya mafundisho ya uongo, anaonya juu ya nguvu ya shetani ambayo itainuliwa katika nyakati hizi za mwisho, ambayo itainuliwa, itawavaa. Yamkini wengine wamekuwa wakitumikishwa kama mawakala halafu hawajitambui, na hiyo ndiyo changamoto kubwa sana. Wako watumishi mbalimbali ambao wamekuwa wakitumiwa kama mawakala wa kuzimu, lakini hawatambui kama wametumiwa kama mawakala wa kuzimu, kwa sababu hawajapokea hii neema ya kuwawezesha kudumu katika kweli wa neno la Mungu.
Kwa hiyo neno la Mungu linazungumza kwamba kama shetani ana uwezo wa kujibadilisha, je, kwa watumishi wa Mungu itakuwaje? Je, kwa viongozi wa kiroho itakuwaje? Je, usalama wa kanisa uko wapi? Je, usalama wa kanisa uko wapi sasa? Kwa sababu ndicho kipindi ambacho ni kigumu, ndicho kipindi ambacho tunakutana nacho, kipindi cha ajabu, kipindi kibaya sana katika historia za kanisa, katika historia za uumbaji. Ndicho kipindi hiki ambacho yamekuwa mafundisho mengi ambayo yamekuwa kinyume na neno la Mungu, ambayo yamekuwa ni mapokeo ambayo yameingizwa katika kanisa na kuyakumbatia na kuita kwamba ni uamsho. Yamkini sio uamsho, yamkini ni mapepo na mengine ni majini. Nimesema kwamba ninazungumza na wale mawakala ambao wanatumika ndani ya kanisa. Yamkini hawajitambui na yamkini wanajitambua. Nitazungumza kipindi kijacho kwamba hawa mawakala wa kuzimu ambao wameingizwa ndani ya kanisa wanatumikaje. Ninakuombea mpendwa wangu, usije ukawa wakala wa kuzimu ambaye hujitambui, Neno la Mungu limeweka wazi kwamba huyu mwanadamu ameokolewa kwa neema kwa njia ya Kristo Yesu, kwa njia ya imani katika Kristo. Sasa kama ameokolewa kwa neema, atawezaje kuishi katika dunia hii iliyojaa adha na masumbuko mbalimbali? Kwa kumtegemea Yesu, kwa kumtegemea Yesu tu peke yake. Na ukimtegemea Yesu utaheshimika, utaheshimiwa. Unatafuta heshima, unatafuta umaarufu, unatafuta sifa, tegemea Yesu, vyote vitapatikana. Usihangaike mwenyewe. Mtumishi mmoja nilikuwa namsikiliza katika mahubiri yake, alizungumza jambo moja, akasema yule punda aliyemchukua Yesu alikula vinono vyote na akapata heshima yote kama mfalme. Yule punda alikuwa amembeba Yesu. Sasa hiyo ikanifikirisha kwamba katika maisha yetu ya kila siku, kwamba ukimbeba Yesu ndani yako, ukimbeba Yesu katika maisha yako ya kila siku, wewe utafanyika kama punda wa Yesu. Utakanyaga juu ya nguo, utakanyaga juu ya matawi, utatembea, utakula vizuri, utaheshimiwa, utatukuzwa, utapewa heshima zote, utasujudiwa. Kwa sababu gani? Umembeba Yesu. Lakini usipombeba Yesu, unafananishwa na punda ambaye hajabeba chochote. Na unajua kabisa kazi ya punda ni sulubu, kazi ya punda ni mateso. Kwa hiyo kama unahangaika kwa chochote kile duniani, mbebe Yesu, utapewa vyote. Wewe mbebe Yesu, Yesu akae ndani yako. Amesema ya kwamba mimi nikiwa ndani yenu nanyi mkawa ndani yangu, mtayajua mapenzi ya Baba. Na mitume wakauliza kwamba je, ufalme wa mbinguni utakuja lini? Akasema ufalme wa Mungu hauji kwa kuchunguza. Na wakati mwingine maandiko yanatuambia kwamba ufalme wa Mungu uko ndani yetu. Akasema kwa namna hii alimtukuza Kristo, kwa sababu ya jambo ambalo alifanya, alimtukuza Kristo, akamkirimia jina lipitalo majina yote. Akamkirimia jina ili kila goti na kila ulimi ukiri ya kuwa Kristo ni Bwana. Na kwa kinywa, kwa moyo mtu uamini, na kwa kinywa mtu ukiri na kupata wokovu. Na agizo la Kristo Yesu alisema kwamba enendeni ulimwenguni mote mkahubiri Injili, ili kila aaminie na kubatizwa akaokolewe. Yeye asiyeamini amekwisha hukumiwa ndani yake, moyoni mwake. Sasa kwa hiyo hukumu ya mwisho tutakaohukumiwa ni sisi tuliokoka. Je, umemzaa
umenizalia nini Bwana? Wokovu wako umekuwa na faida kiasi gani katika kanisa? Kuna watu tu wanajisifu hapa, nimeokoka na miaka 30, nimeokoka nina miaka 60, nimeokoka nina miaka 70. Hajawahi kuhubiri injili hata kwa jirani yake mlevi. Wewe huna jukumu la kumbadilisha huyo, bali wewe una jukumu la kumpelekea ujumbe wa Kristo. Kristo Yesu ndiye atakayembadilisha. Moja ya kazi ya Roho Mtakatifu ni kumshuhudia Kristo mioyoni mwetu na kwa wasioamini. Kwa hiyo anamtukuza na kumshuhudia Kristo. Kwa hiyo kazi ya kushuhudia si yetu sisi wenyewe, bali ni ya Roho Mtakatifu pia. Kwa hiyo watu wa Mungu, tumepewa nafasi na Kristo, tumepewa nafasi nyingine. Baada ya kushindwa nafasi nyingine, Mungu akatupa another chance, akatupa nafasi nyingine tena ya kuhakikisha kwamba injili ya Bwana inasonga mbele, kuhakikisha kwamba watu wanaokolewa, kuhakikisha kwamba kanisa linampokea Kristo. Kwa hiyo ifike wakati kwamba kanisa lione ya kwamba katika mazingira haya tunayopita, katika mazingira haya, licha ya magumu mengi, lakini tutayaweza yote katika yeye atutiaye nguvu. Tutayaweza yote katika yeye atutiaye nguvu, ambaye ni Kristo Yesu. Kwa hiyo anasema hapa katika kitabu chake, kitabu hiki cha Wakorintho sura ya 14, wala si ajabu, maana shetani mwenyewe hujigeuza mfano wa malaika wa nuru. Kwa hiyo Paulo anakuja na kiri 16 pale, nasema tena, mtu asidhani ya kuwa mimi ni mpumbavu, lakini nijapojidhania hivi, mnikubali kama mpumbavu, ili nami nipate kujisifu ngaa kidogo. Anazungumza kwamba kama mtamuona mpumbavu ni sawa, lakini yeye anatambua ya kwamba si mpumbavu, si kwamba amelewa, si kwamba amechanganyikiwa. Anachokiongea ni sahihi, kwamba nyakati hizi za mwisho yako mambo mengi ambayo yamejibanza, ambayo yamebanana. Tunaweza kusema kwamba ni mambo ya kiungu, lakini sio mambo ya kiungu, sio mambo ya kitakatifu, sio mambo ya amani, sio mambo ya heshima. Ni mambo ambayo yako tofauti na ufalme wa Mungu, yako tofauti na ufalme wa Mungu. Kwa hiyo ifike wakati jamii na kanisa litambue ya kwamba nyakati za mwisho ndizo nyakati za hatari. Hizi ni fedha mbili. Yako mambo mengine yamebanana sawa na hizi fedha. Unavyoziona hapa, fedha ziko mbili, lakini inapoonekana inaonekana moja, lakini hizi fedha ziko mbili. Fedha ya kwanza ni hii hapa, fedha ya pili ni hii hapa, lakini zimebanana zote hivi. Na Wakristo ndivyo tunavyoenda. Yaani hatutaki kubadilika, tunaenda na tabia za mwilini. Kristo tunamtaka na dunia tunaitaka. Kristo tunamtaka na dunia tunaitaka, kitu ambacho mwisho wa siku kinakuwa changamoto katika maisha yetu ya kila siku. Maana Mungu amesema huwezi mkawatumikia mabwana wawili, na hii ndiyo imesababisha tatizo mambo yote. Na mhubiri mmoja anazungumza katika Biblia kwamba fedha ni jawabu la mambo yote, lakini nawaambia hapana. Kuna wakati utapita, utaona kabisa fedha, ndugu, utajiri wako, marafiki, cheo ulichonacho, nafasi ulionayo, ukuu ulionao hawezi kukusaidia. Pale unapougua, pale unapopita katika changamoto kubwa, unaposema kwamba sasa amebaki Mungu, sasa amebaki Mungu. Wako matajiri ambao wamekufa vifo vya aibu na fedha zao hazijaweza kuwasaidia, ndugu zao, connection zao hazijaweza kuwasaidia. Kwa hiyo ifike wakati jamii tukubali kubadilika na kujengwa katika misingi ya Kristo, ambayo inatokana na hii neema ya kumtambua Yesu ya kuwa ni nani na kumtegemea kwa uaminifu. Nakumbuka wakati ninakiri ahadi ya ubatizo miaka kadhaa iliyopita, wakati ninakiri ahadi ya ubatizo ya kwamba mimi ninamkataa shetani na mambo yake yote,
na vitu vyake vyote na anasa zake zote. Najitoa kuwa wako, Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Nikutegemee, nikutumikie kwa uaminifu mpaka nitakapokufa. Hiyo ndio iliyokuwa ahadi ya ubatizo. Ahadi kwamba kila aaminie na kubatizwa, basi huyo atapata wokovu. Kila aaminie na kubatizwa atapata wokovu. Hatuwezi tukambatiza mtu ndipo akaamini. Tunabatiza ndipo anaamini. Kila aaminie kwanza anaamini ndipo anabatizwa, anapata wokovu. Yeye asiyeamini amehukumiwa. Na hili ndilo agizo la Yesu Kristo. Kwa hiyo uamsho bandia unafanana na uamsho sahihi, lakini unakuja umejibana hivi. Yako maagent ya kishetani yanajibana hivi. Nimesema hizi ni fedha mbili, lakini ndani yake unakuta maagent ziko mbili, lakini ndani yake unahisi kama ni moja, lakini ndani yake yako maagent. Yako mambo ambayo yamejibana, ziko tabia za kigaratia ambazo zimekubana, ambazo zinakufanya mwenyewe unahisi kabisa kwamba hii tabia kweli ninatamani kuiacha, lakini siwezi. Nimehangaika na kuhangaika, lakini tabia imekuwa kikwazo. Mtumishi wa Mungu amekuwa mwongo. Mtumishi wa Mungu, vifungo vya uzinzi na uasherati vimekuzingira. Unahisi kabisa hii dhambi inanifarakanisha na uso wa Mungu, lakini unashindwa kuitubu. Paulo anasema katika ile dhambi izingayo, dhambi isumbuayo, kwamba ombeni kwa jina la Yesu. Na huwezi peke yako kujitua mizigo. Yuko nguri, yuko aliye msaada. Anasema kwamba njoni nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami Bwana nitawapumzisha, nami Kristo nitawapumzisha. Maana yake liko pumziko la kimungu, liko pumziko yako, liko agano la Mungu na watu wake, kwamba Mungu amewainua watu wake, amewaweka katika mahali ambapo ni salama, kawapumzisha mizigo yao. Kwa hiyo ndugu yangu, una shida, una changamoto, uchumi wako umekuwa changamoto, mahusiano yako yamekuwa changamoto, ndoa yako imekuwa changamoto, siasa, uongozi umekuwa changamoto, familia yako imekuwa changamoto. Hebu mpelekee Yesu hiyo mizigo, naye atakupumzisha. Utapata baraka za Mungu, utapata amani tokanayo na kumjua sana huyu Mungu. Tulio ndani ya Yesu tuna raha. Ingawa hatuna mafedha, hatuna magari, hatuna majumba mazuri, hatuna vitu kusema kwamba ni vitu vingi vya anasa, lakini tunasema kwamba kukaa na Yesu, anasema kwamba sijawahi kuona mwenye haki ameachwa, wala watoto wake kuomba chakula barabarani. Mungu anatuwazia mema. Mungu anatuwazia mema. Mawazo ya Mungu ni tofauti na mwanadamu. Mawazo na akili za Mungu ni tofauti za mwanadamu. Mungu siku zote anatuwazia mema, na anatutaka tuendelee kumkiri yeye na kumtegemea yeye siku zote za maisha yetu. Basi watu wa Mungu, niwatakie wakati ulio mwema. Kumbuka ni yule mwalimu wako wa neno la Mungu na mtumishi mwite Howard Maemba kutoka Iringa, Tanzania. Usisahau kusubscribe, kushare na kucomment, na nikutakia wakati ulio mwema, na Mungu wa mbinguni akubariki mtu wa Mungu. Shalom, shalom, shalom. Kumbuka na ujianze kujiasesi ndani ya maisha yako kwamba kuna vitu gani ambavyo vinakufarakanisha, vinakukosesha, vinakuzinga, vinakusababisha ukamkosa Mungu, vinakusababisha ukajiona kabisa kwa mazingira haya mimi kwa kweli siwezi, kwa mazingira haya ni changamoto, kwa mazingira haya ninapita katika kipindi kigumu. Pelekee Yesu ambaye ni nguri wa mizigo. Basi wewe ambaye unataka tuombe pamoja, taomba sala hii afu then utanitafuta kwa mitandao yangu ya kijamii, utazipata mawasiliano yangu, unaweza kunitafuta huko kwa ajili ya kutumia vitabu vya kiroho, endelee kukua kiroho na kupendeza Mungu. Basi watu wa Mungu,
Tushukuru Mungu wetu na Baba yetu wa mbinguni, tunakuinua mfalme wa wafalme, simba wa kabila la Yuda. Asante kwa ajili ya wakati huu na muda huu. Asante kwa ajili ya mpendwa msikilizaji wangu ambaye amenifuatilia tangu mwanzo wa kipindi hiki na hapa sasa tunapenda kuhitimisha. Tazama Bwana, iko dhambi ambayo inamsumbua ndani yake: uzinzi, uasherati, vikwazo vya uchumi, vikwazo vya mahusiano, vikwazo vya masomo, vikwazo vya ada, vikwazo mbalimbali. Yesu anakuhitaji wewe, simama mtetee. Yesu unasema ya kwamba njoni kwangu nyinyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nawe Bwana utatupumzisha. Naomba kwa ajili ya mtumishi wako, anaomba pumziko, apate pumziko, apumzike, maana amechoka, amesumbuka, amejaribu kujivua lakini amefeli, lakini amekosa. Anakuhitaji wewe Bwana, zungumze naye, mkirimie neema yako ili Bwana aendelee kukua akikupendeza wewe, katika jina la Yesu Kristo anaye hai. Asante Bwana mabwana kwa kuwa utasikia neno lake. Amen. Basi mtu wa Mungu, nikutakia wakati ulio mwema na barikiwe sana. Amen.